Sasa ni kitu gani ambacho napaswa kukifanya? Maazimio gani napaswa kuyafanya? Azimio la kwanza ni kuamua kudumu katika maisha matakatifu. Ni kuamua kudumu katika maisha matakatifu. Dunia itakupa sababu nyingi sana za wewe kumkosea Mungu. Dunia itakupa, mazingira yatakupa sababu nyingi sana za wewe kucompromise. Lakini moja ya azimio unalopaswa kulihakikisha unatoka nalo unapoondoka mahali hapa ni kwamba bila kujali gharama, itakuwa ni gharama ya namna gani, napaswa kuishi maisha matakatifu. Kwa nini unapaswa kuishi maisha matakatifu? Kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo unapookolewa, unapozaliwa mara ya pili, unapokea asili ya Mungu. Na asili ya Mungu ni utaka. Kwa hiyo manake ni kwamba as long as you are born again, wewe ni mtoto wa Mungu. Kuishi maisha matakatifu sio jambo la ajabu. Wewe kuishi maisha ya dhambi ndio jambo la ajabu. Wewe kutoka na kuanza kufanya mambo yasiyompendeza Mungu ndio kitu cha ajabu. Lakini asili yako wewe kama mtoto wa Mungu unapaswa uishi maisha matakatifu, kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ya kwanza mstari wa 15 inasema, kama mimi Mungu niliyewaita nilivyo mtakatifu, nanyi mtakuwa wataka. Kwa usije ukaondoka ukasema yani kwa kweli kwa haya maisha jinsi ilivyo hata Mungu mwenyewe anaelewa. Usije ukaondoka ukasema hii duniani hamnaga mtu mtakatifu bwana, Mungu mwenyewe anafahamu. Hapana. Biblia inasema hivi, watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora na ndio ambao Mungu anafanya nini? Anapendezwa nao. Nenda kalisimamie viwango ulivyo navyo. Nenda kahakikishe viwango vya kimungu havishuki kwako. Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, wala msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe na kufanya upya nia zenu, mpate kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Anasema tusifuatishe namna ya dunia hii. Sio kwamba hatuna sababu za kukosea, sababu zipo. Sio kwamba hatuna sababu za kukata tamaa, sababu zipo. Sio kwamba maisha yamekubali sana, hapana, kuna wakati maisha yanatutia stresi. Lakini pamoja na jambo hili hapa, tunajua Mungu yupo anatuona. Watu wengi wanaotoka chuoni, wanaondoka kwenye yale mazingira ambayo watu wanawafahamu kama watumishi wa Mungu, wanaenda huko mtaani, wanaishi maisha yasiyompendeza Mungu. Huwa wanaashumu wanapokuwa kule hamna mtu anayewaona. Lakini nataka nikuambie kwamba hata kama hamna mtu anayekuona, yuko Mungu ambaye anakuona, kwa sababu God is omnipresent, he is everywhere. Kama tukijua kwamba Mungu anatuona na anatutazama na yupo na sisi kila mahali, hatutafanya mambo mabaya eti kwa sababu hakuna mchungaji anayeniona, eti kwa sababu hakuna mwenyekiti wa USF anayeniona, eti kwa sababu hakuna kiongozi wa maombi anayeniona, eti kwa sababu yule niliyekuwa napiga naye picha kanisani kila baada ya ibada hanioni. Lakini tutajua Mungu anatuona kwa sababu yeye ni Mungu ambaye macho yake yapo yakiwaangalia watu wote kwenye hii dunia. Hii ndio mindset ambayo alikuwa nayo Yusufu. Alikuwa yuko kwenye nchi ambayo babake hamuoni. Kwanza babake anajua ameshakufa. Alikuwa yuko kwenye mazingira ambayo haoni possibility tena ya kukutana na ndugu zake. Lakini ilipofika kwenye mazingira ya kutenda dhambi, akasema nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu wangu? Manake alijua hata kama hakuna anayeniona, hata kama hakuna anayenitazama, hata kama hakuna anayenifahamu kwenye hii nchi, lakini najua Mungu ananifahamu na anajua niko mahali hapa. Lakini najua Mungu ananiona na anatazama kila mahali. Akasema nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu wangu? Nenda kalinde viwango vya kimungu huko unakokwenda. Na nimekuja kujifunza kuishi maisha matakatifu, pamoja na kwamba ni neema, lakini ni maamuzi pia. Watu wengi wanaoanguka kwenye dhambi hawanaga maamuzi ambao wameyaweka binafsi kwamba mimi sitakosea. Unataka nikuonyeshe kwenye maandiko? Danieli 1:8. Tulikuwa tuna vijana 4 ambao alikuwa anaitwa Daniel, alikuwa anaitwa Mishaeli, alikuwa anaitwa Anania na alikuwa anaitwa Azaria. Lakini wale vijana waliondoka, walienda kwenye nchi ya mbali ambako hakuna anayewafahamu. Walipofika kule walibadilishwa hata elimu, walibadilishwa hata majina. Danieli akaitwa Belishadha, mwingine akaitwa Shedraki, mwingine akaitwa Meshaki, mwingine akaitwa Abednego. Waliondolewa, walibadilishwa hata identity zao.
Lakini maandiko yanasema wale vijana, pamoja na kwamba mazingira yalikuwa yanawalazimisha wao kucompromise, Biblia inasema wale vijana waliweka azimio ndani ya moyo wao. Danieli 1:8 inasema hivi, lakini Danieli aliazimia moyoni mwake kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matoashi ampe ruhusa asije akajitia unajisi. Biblia inasema aliazimia. Wewe una azimio lolote? Una azimio lolote moyoni mwako kwamba Mungu, unajua mimi ni binadamu mwenye madhaifu, mwenye mapungufu, lakini naomba unisaidie, nimeamua hivi? Au unaendeshwa na pressure ya ndoa, ukiona kila mtu anaolewa na wewe uko tayari, sasa inafika hatua unasema mimi niko tayari na mtu yoyote, mradi na mimi nipate mtoto. Niko hapa kukupa habari njema. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 11, Mungu amelifanya kila jambo kuwa zuri. Kwa nini? Kwa wakati wake. Na ipo njia inaweza kuonekana kwamba ni sawa machoni kwa mtu, lakini ni njia ambayo inaenda wapi? Potevuni. Tunaweza tukakubaliana kwamba mimi naweza hata nikawa shoga ili mradi tu nipate hela. Nataka niendeshe gari zuri, nataka nikija watu waone kama mimi ndo nimefanikiwa kuliko watu wote. Tuna imani ya kuilinda, ni kitu cha thamani. Ndio maana kilimkosti Yesu maisha yake kuja hapa duniani ili kutuletea imani ambayo tunayo. Hebu tukubaliane na kila mmoja azimie ndani ya moyo wake kwamba sitajitia unajisi na sitamkosea Mungu kwa gharama yote ile pale. Mungu nisaidie. Iwe kwa mwanaume, iwe kwa mwanamke. When it come kwenye swali linalohusu imani, Biblia inasema fanyeni nini? Kiume. Unanielewa eh? Mtume Paulo anawaambia, anasema fanyeni nini? Hakuna jambo la imani, hakunaga mwanamke kwenye swala la imani. Si mnafahamu jenda ni swala letu sisi hapa duniani eh? Mwanzo 1:27 ule anasema Mungu akamfanya mtu kwa mfano wake. Anasema kwa mfano wake akamfanya mwanaume na jenda ni swala letu sisi, kwamba mimi ni mwanamke, unajua nilizidiwa, hata ungekuwa wewe jinaenda. Yaani swala la jenda ni la kwetu sisi. Ndio maana Biblia inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana. Na lile wana ukisoma wamesema sons. Ila kwa sababu ya mambo yetu huku duniani ndio tunasema sasa Mungu ametufanya kuwa sons and daughters. Mungu anaposema sani hamaanishi kwamba mtoto wa kiume. Mungu anaposema sani anamaanisha mwana wa. When it come to the matters ambazo zinahusu imani yako, kuwa mwanaume, fanya kiume, kuwa tayari kuingia gharama yoyote. Kwa nini? Kwa sababu unalinda kitu cha thamani. Unalinda kitu cha thamani. Unalinda kitu ambacho kina maana, ambacho kimenunuliwa kwa damu, ambacho Yesu aliona hakuna substitute. Biblia inasema hivi, mmenunuliwa sio kwa mbegu iharibikayo, wala sio kwa ajili ya wala sio kwa fedha, wala sio kwa dhahabu, bali kwa damu ya Yesu Kristo ya nini? Ya thamani. Mungu aliona hakuna kitu kingine kinachoweza kutununua isipokuwa damu yake. Sasa how comes mazingira tu mtu amekuacha, baada ya kukuacha na unasema ngoja nimkomeshe, unaenda popote pale, unafanya vyovyote vile. Eti binti kijana nakwambia, sasa tumekaa kwenye mahusiano kwa muda mrefu, mimi nataka sasa, siwezi kuziwa mbuzi kwenye gunia, naomba tukutane kwanza, la sivyo mimi sitakuoa. Na unaamua unalala naye. Nisikilizeni, kuna 3 giant killers. Watu wakuu wanauawa na mambo haya matatu. Cha kwanza ni zinaa. Si mnamkumbuka Samsoni eh? Si mnamkumbuka Samsoni eh? Nini kilimharibu Samsoni? Zinaa. Si mnafahamu eh? Si mnamkumbuka Amnoni? Mnamfahamu Amnoni? Mnamfahamu Amnoni mtoto wa Daudi eh? Si mnamfahamu eh? Ambaye alimbaka dada yake anaitwa Tamari eh? Watu wengi wameshindwa kwenda na kufika umbali ambao Mungu amewakusudia kwa sababu ya zinaa. And I'm very confident kusema hiki,
kwa sababu najua hamwezi kuwa wachawi. Nyinyi mnatoa wapi uchawi? Mmezaliwa karne ya 2000. Si unajua most of you are 2000 guys. Kama wa 1900 na kama sisi unafanya nini shule? Ulikuwa wapi wakati wenzako tunasoma? Haleluya, haleluya, haleluya. So tujitahidi na neema ya Mungu itakuwa pamoja na sisi kutusaidia. Hakuna thamani kubwa kuliko wokovu ulionao ambao umeupata kupitia Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na wakwaza actually sijaja pia hata kuwafurahisha, kwa hata kukwazika I don't care. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu twende tukashike na tutembee kwenye hizo standard ambazo Mungu amezikusudia. Sema amen. Jambo la pili, maisha endelevu ya neno na maombi. Hebu azimia kwamba pamoja na kwamba nitatoka mahali hapa, nitaendelea kudumu katika maisha endelevu ya neno na maombi. Matendo ya Mitume 6:4. Kwenye Matendo ya Mitume 6:4 neno la Mungu linasema hivi. Haya ni maneno ya nani? Petro anasema hivi, na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia hili neno. Haya mambo yanaenda kwa pamoja. Sasa nisikilizeni my dear young brothers and sisters. Maisha jinsi yalivyo yanakupa sababu ya kutokufanya haya mambo. Lakini ukiamua kufanya haya mambo kwa bidii, maisha yako hayawezi kuwa kama yalivyokuwa. Kwa changamoto ambazo nimezianalyze na zingine nyingine ambazo mtakutana nazo ambazo mimi sijui na sijazianalyze. Alafu imagine na hauna Mungu tena. Hauna sehemu ya kutua mizigo yako. Maisha yanaweza akawa yana changamoto ambazo ni nyingi zaidi na unaweza usifike kule ambako Mungu amefanya nini? Amekukusudia. Lakini wakati kwenye maisha yako unahitaji neno la Mungu. Katika kusoma na kutafakari neno la Mungu, unapata kitu cha kukusaidia, kukutoa sehemu moja kupeleka sehemu. Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila. Kuna wakati kwenye maisha yanakuwa yamegoma, kila kitu kimegoma, kila kitu kinakataa, lakini neno la Mungu linakusaidia. Ndio maana wakati ule ambapo Elia mambo yalikuwa yamemgomea, ametoka kuoa wale manabii, Biblia inasema ya kwamba alienda mahali akakaa na muomba Mungu afe. Alipokuwa kule anamuomba Mungu afe, Mungu alimletea nini? Alimletea nini? Ndege, sio? Yule ndege alimletea nini? Mkate na nini? Yule ndege alipomletea mkate akaambiwa inuka ule, maana safari yako ni nini? Sasa wewe kwa akili yako, na Biblia inasema alipokula ule mkate aliweza kutembea kwa siku nyingi. Wewe kwa akili yako unaamini kwamba kuna chakula unaweza ukala leo ukaweza kutembea kwa siku nyingi. Ule mkate pale umesimama badala ya neno la Mungu. Alimpa neno la Mungu Elia. Alimpa mkate ambao mkate ulimsaidia yeye kutembea zaidi kwa siku ngapi? Nyingi. Hivyo hivyo kuna wakati maisha yako yatakwama. Hivyo hivyo kuna wakati maisha yako yanaweza kuwa na changamoto. Unahitaji neno la Mungu ili likupe hatua ya kwenda siku nyingi. Na ndio maana shetani akitaka kukuvuruga na kukuharibu, anakuondolea kiu ya kuomba, anakuondolea kiu ya kufanya ni ya kusoma neno la Mungu. Unalihitaji neno la Mungu kama unavyohitaji chakula chako cha kawaida. Kama ambavyo mwili wako unahitaji protein, unahitaji vitamin, unahitaji carbohydrate ili uendelee, ndivyo ambavyo roho yako inahitaji neno la Mungu ili fanye nini? Iweze kuendelea mbele. Na ndio maana hakuna mbadala wa neno la Mungu kwenye nini? Kwenye maisha yako kama mtoto wa Mungu. Nawaambiaga watu, muda na Mungu sio muda unaopatikana, ni muda ambao tunautafuta. Si ndio alivyosema Daudi kwenye Zaburi 27 anasema hivi, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndio nalofanya nini? Nalo litafuta. Kwa muda na Mungu haupatikani. Alafu maisha yana sababu nyingi sana yani. Mimi nawaambiaga watu kuna wakati unaweza tu ukasema niache kufanya huduma kidogo.
Yaani unaweza ukasema kabisa kwamba mimi Cassian ninaamua, najipa miaka 5 ya kujiweka sawa kiuchumi, nikimaliza kujiweka sawa kiuchumi ndarudi kumtumikia Mungu tena. I know people ambao walikuwa wako fire sana wakiwa vioni, walikuwa fire sana wakiwa sekondari, walijipaga hiyo miaka 5, walijipa miaka 7, walijipa miaka 10, kwamba ngoja nitengeneze kwanza mambo yangu ya kiuchumi, nikishatengeneza mambo yangu ya kiuchumi ndarudi kumtumikia Mungu. Wale watu hawajarudi. Ukishatoka huko haurudi, kwa sababu shetani anajua ile hasara ambayo yeye ameipata kwa wewe kuwepo upande huu. Kwa kesho ambapo wewe utaondoka kwenye upande, kitakachotokea ni nini? Atakutengenezea mazingira ambayo yatakuwa nini? Yatakuwa sio rafiki kwako. Lakini akawaambia kwa mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate. Sio kwamba tuombe wakati ambapo mambo yako mazuri, au tuombe wakati mambo ambayo yako mabaya. Tunaomba mambo yakiwa yako mabaya, tunaomba mambo yakiwa yako mazuri. Kwa nini? Kwa sababu tunalinda imani zetu. Tafuta muda binafsi na Mungu. Hakikisha unasema pamoja na ratiba nyingi nilizonazo, nahitaji hata kama ni dakika 10, hata kama ni dakika 20, hata kama ni nusu saa, hata kama ni risali moja la kukaa pamoja na Mungu. At your age, kwa Mungu ndio sehemu sahihi na salama zaidi ya wewe kutua mambo yako. Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, na mimi nitafanya nini? Nitawapumzisha. Wekeza nguvu zako kwa Mungu. Wekeza muda wako kwa Mungu. Hakikisha unatoa muda wako wa kutosha kwa Mungu. Utapata inspirational, utapata uhakika, utapata tumaini, kwa sababu Biblia inasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika nini? Daima. Lakini imagine uko zako tu, unafanya mambo yako tu, alafu na Mungu hauna, na mambo yanagoma. Mimi nasemaga walau sisi ambao tuna Mungu tunatumaini kwamba tuko mahali hapa, tukipita kwenye moto yuko pamoja na sisi, tukipita kwenye maji mengi yuko pamoja na sisi, tukipita hapo katika bonde la uvuli wa mauti hatutaogopa mabaya, maana yuko pamoja. Sasa imagine umetoka, mambo hayaendi, michongo inakataa, waliokuwa wamekuambia kwa nenda kasome, ukimaliza chuo, ukikaribia kusoma chuo, ukikaribia kumaliza chuo, tupe namba za simu tupigie tu simu, hawapokei simu. Ela ya kunyoa ndevu huna. Haleluya. Kwa naomba tutoke na azimio kwamba tutasoma neno la Mungu, tutaliishi neno la Mungu, tutalitafakari neno la Mungu, tutatembea na neno la Mungu. Maisha yetu hayatakuwa kama yalivyokuwa, katika jina la Yesu.